Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki kizuri cha kujifunza Biblia, tunaukaribisha katika siku ya leo, siku ya Alhamisi, ambayo tuna somo zuri linalosema maagizo ya wanadamu. Huyo mwanadamu anaweza akaagiza. Kumbe, sasa kabla tujaendelea tupate kuomba. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa namna unavyotufundisha, namna unavyotupa uelewa kwenye masomo haya. Uelewa huu tunawaombea hawa wanaotufuatilia wapate sawa sawa na mapenzi. Tunapoanza uanze nasi na umalize nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Maagizo ya wanadamu. Wewe kama ni mke, unatamani kuagizwa na nani? Mke unatamani kuagizwa na mmeo. Mkweje? Mkwe hawezi kutoa maagizo? Sio wa kutoa maagizo. Ni ushauri tu. Ni ushauri. Hata baba mzazi. Hata baba mzazi. Wewe mamlaka yako ni inakuwa ni mumeo. Yaani kama wewe ni mke. Kama ni mke, mamlaka yako ni mumeo. Mmeo. Mme amesema nini? Amesema nini? Na wewe kama Mkristo? Kama ni Mkristo, Kristo anasema nini? Sio askofu. Hapana. Lakini anasitiza kabisa na ananukuu mafungu. Anasema, yaani anaweza kama anaagiza vitu ambavyo Kristo lakini hajasema. Hapo tunatofautiana. Maagizo ya wanadamu, Wakolosai sura ya 2 mstari 20 mpaka 25. Maagizo wanadamu, Wakolosai. Basi ikiwa mlikufa, Wakolosai 2 mstari wa 20 mpaka 23. 20 mpaka 23. Basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo, mkayaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu, kwa nini kujitia chini ya amri? Kama wenye kuishi duniani, msishike, msionje, msiguse. Mambo hayo yote huharibika wakati wa kutumiwa, hali mkifuata maagizo na mafundisho ya wanadamu. Mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada mliojitungia wenyewe, na katika kunyenyekea, na katika kutawala mwili kwa ukali, lakini hayafai kitu kwa kuzizuia tamaa za mwili. Tunalinganisha na Wagalatia sura ya 4 mstari wa 3 na 9. Anasema, kadhalika na sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia. Huko alisema mafundisho ya awali. Ngapi pale? Tulisema mafundisho hayo mafundisho ya wanadamu ndio hayo mafundisho ya awali ya ulimwengu. Anasema hapo 4:3 wa Galatia, anasema tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia. 9 anasema basi sasa mkiisha kumjua Mungu au zaidi kujulikana na Mungu, kwa nini kuyarejea tena mafundisho ya kwanza yaliyo manyonge, yenye upungufu, ambayo mnataka kuyatumikia tena? Mnashika siku na miezi na nyakati na miaka, na wachelea isiwe labda nimejitaabisha bure kwa ajili yenu. Siku, mwezi, mafundisho ya awali, mafundisho ya wanadamu. Sikiliza sasa. Kulingana na Wayahudi, kama ambavyo tunamsikia Paulo anavyosimulia sheria. Sheria ilitolewa, sheria ya Mungu hiyo ilitolewa kwa mkono wa malaika. Wasio Wayahudi pia, kabla ya kukutana na Kristo, hao Wayahudi walikuwa wanaongozwa na sheria iliyotolewa na malaika. Sheria iliyotolewa na nini? Na malaika.
ambayo jana tujifunza, anasema ilikuwa ni kiongozi ya kutuleta kwa Kristo. Hawa wasio Wayahudi pia walikuwa, kulingana na Matendo sura ya 17, wamegawanywa maeneo na maeneo ili wamtafute Mungu, hata kama ni kwa kupapasa papasa. Ukisoma Kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 8 mpaka wa 10, unakuta kwamba eti Yakobo ndio urithi wa Mungu na ndio huyo alikuwa anaongoza kupitia sheria kuja ili waje kuja kwa Kristo, lakini hawa wa mataifa walipewa malaika wengine, yani walipewa anasema sons of God, malaika. Wote hawa walikuwa kwenye shule ya msingi kindergarten, na mafundisho yote waliokuwa wanapewa yalikuwa ni kindergarten ya kutafuta kumjua Mungu. Wanyakyusa, Wajaluo walikuwa wanamjua Mungu kupitia mafundisho ya awali, kupitia sasa. Sitaki kwenda sana darasani huko ndani, lakini haya mafundisho ya awali, ili neno Yesu tunika anasema elemental spirit, ambayo inaashiria ndio hawa waalimu wa awali, malaika. Hivi unajua kila taifa lina uongozi wake, sio tu katika upande wa mwili, hata upande wa roho. Sasa upande wa Israeli alikuwepo Mikaeli, alikuwepo malaika aliyekuwa anaongoza, ambaye pia Torati ilitolewa kwa mkono wake pia, au malaika hao. Sasa anasema haya mafundisho yote ya awali ya maadili. Kwa mfano hapa Kolosai wengine wanakuja kusitiza bali ya maadili, usishike, usionje, usiguse. Na anasema wameenda mbali zaidi kuliko hata wanautesa mwili wao. Sasa Paulo anasema hayo yote yalikuwa ni mafundisho ya shule ya msingi, ambayo tulikuja kugundua ya kwamba yalikuwa hayawezi kuvunja ule mwili, asili ya mwili. Bado ilihitaji tufe pamoja na Kristo ili tukamilishwe. Sasa anasema watu wanakuja hapo Kolosai wanasitiza usile, usinywe. Shaona watu wanasitiza usile, usile hiki, usinywe hiki, usifanye hivi, usionje hiki, usifanye hivi, usiguse. Yaani kwamba eti ukifanya hivyo vitu ndio utakamilishwa. Sasa Paulo anasemaje? Anasema ninyi mmekwisha kufia Kristo Yesu. Hamwezi kukamilishwa kupitia. Kwa mfano, mimi sinywi kahawa. Lakini sinywi kahawa kwa sababu eti ili niwe Mkristo zaidi. Ni kwa ajili ya afya yangu. Lakini mtu akaanza kusema usinywi kwa unataka uende mbinguni au hutaki kwenda mbinguni. Mimi nikiwa na Kristo naingia. Kristo ndio tiketi. Kristo ndio njia, ndio mlango. Sasa ukianza ndio anasema mafundisho ya wanadamu. Wewe nipatie mfano mwingine. Haya yalikuwepo Kolosai. Wengine walikuwa wanachukua vipengele vya Musa. Ndio Paulo anasema Wagalatia alikuwa ni mafundisho ya awali. Mnashika siku na miezi eti ili mkamilike, ili mhesabiwe mke wa Kristo. Wewe Kristo alikuchukua jinsi ulivyo, ulikuwa nyanga, ufai, ulikuwa uko chini ya sheria, lakini ulikuwa sio mkamilifu kwenye hiyo sheria. Kiandiko kwa nje ulionekana kama mkamilifu, lakini ndani kulikuwa hamna kitu. Kwa umeoza, akakuosha kwa damu yake, umeingia hapa ndani, alafu nataka nirudi niende saluni yangu ile. Sasa ile saluni ilishindwa kukupendezesha. Mimi nikakuosha. Kwa nini usibaki huko ndani? Ndio maana anasema kama mlivyompokea Kristo Yesu, endeleeni katika Kristo. Naomba unipatie mifano leo hii ambayo unaifahamu ya washawishi. Unajua ushasikia watu washawishi ambao wanakuja na mafundisho yanayoonekana kama ni ya Kristo, lakini anakutoa kwa Kristo. Yaani usimtegemee Kristo, uwategemee wao. Wewe kama unaogopa mimi nitataja. Maana naona kama usile nyama. Mbona unaongea kama kwa sauti ya chini kidogo? Wanasemaje hao wanasema usile nyama? Wanasema kila msabato ufanye usipokula nyama, ndio unakuwa mkamilifu. Uende mbinguni.
ukila nyama unakuwa ndio Mkristo mwenyewe usipokula nyama. Usipokula nyama unakuwa Mkristo. Hiyo weka pembeni. Nyingine, kuna wengine wanajisikiliza nasema, yaani ukiingia kwenye kanisa hili ndio safi na yenyewe. Taasisi hii kwa askofu huyu, wanataka tuwanyenyekee wao, tunyenyekee mafundisho yao. Sasa sisi tumeolewa, hatushawishiki. Kristo na Kristo pekee. Rafiki yangu, sijui wewe una mfano gani wa mafundisho leo yanakuzia watumishi, yanakuzia mafundisho na yanamwafifisha Kristo na ubwana wake na wokovu wake na msamaha wake na haki yake na utakatifu wake. Kataa kwa jina la Yesu. Amen. Kataa kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu tunakataa ushawishi wote, mafundisho yote ya wanadamu, doctrines za wanadamu za kipepo zinazotaka tuwatetemekee wao, kwa jina la Yesu. Ikiwa kama kuna mtoto wako yeyote aliyeshawishika hapa, Baba, nenda kavue. Kama kuna ameingia hata kwenye gharama ya kudhuru mwili wake akitafuta utakatifu kwa mwili, kwa kawaida za kibinadamu, na kukataa utakatifu unaopatikana ndani ya Kristo, leo nenda kampokonye. Leo nenda kamtoe katika mikono ya waongo na washawishi ambao wanatafuta kulipokonya kanisa lako kutoka katika ubavu wako. Baba, kwa jina la Yesu tunaliombea kanisa katika umoja ndani ya Kristo Yesu, katika umoja na wa haki na upendo kama unavyofunuliwa ndani ya Kristo Yesu, na sio katika mafundisho nje ya Kristo Yesu. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amen. Amen. Basi ndugu mfuatiliaji wetu, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo, siku ya Alhamisi, ambapo tumeangalia maagizo ya wanadamu. Kesho siku ya Ijumaa tunaangalia maswali na kufanya summary, muhtasari wa somo lote kwa wiki nzima. Karibu sana. Mwenyeji wako nilikuwa mimi Geoffrey Omondi na mimi ni Enos Makalindile. Karibu sana.